na ilikuwa ni ngumu kiasi gani kwa kuona kama ipo siku na mimi nitafanya kazi kwenye media, Azam Media? Uh, kuhusu ndoto, mimi nadhani kwa watu ambao tuseme wanapenda masuala ya utangazaji ama wanafanya masuala ya utangazaji hasa mpira pamoja na michezo kwa ujumla, vijana wengi sana wana ndoto ya kuwa Azam Media, wengi sana. Kwa hiyo hata mimi kipindi hiko ambacho nipo, naweza kusema wakati ninasoma miaka ya zamani, kwa sababu mimi masuala ya kutangaza ni kama nilianza tangu kitambo, nilikuwa kama michezo kwangu ilikuwa. Kwa hiyo pia nilikuwa nawaza siku moja nije Azam Media. Kwa hiyo ilikuwa ni miongoni mwa ndoto ambao niko nayo, ilikuwa hivyo. Lakini kuhusu ugumu ulikuwepo mkubwa sana, tena mkubwa mno, kwa sababu nilitamani na pengine ningekuwepo hapa tangu muda sana. Nishawahi kupigiwa simu, njoo Azam, njoo ufanye interview na nini. Ilikuwa mwaka 2024 ni mwaka 2024, maana yake ni mwaka juzi, kabla hata sijaenda TBC. Lakini mwisho wa siku haikuwa hivyo, sasa hivi imekuwa hivyo. Kwa hiyo kuna ugumu ambao ulikuwepo, na ugumu mwingine ndio kama huo ambao nilizungumza tu, wa ile pressure ambayo nilikuwa nayo wewe mwenyewe. Lakini baada ya watu kunishauri sana, wakaniambia kutokana na hiko ambacho uko nacho wewe, ile ni sehemu sahihi sana, naenda pale na kila kitu kitakuwa sawa. Hivi Suleiman ameanza kutangaza mpira mwaka gani na akiwa na umri? Nimeanza kutangaza nikiwa na umri wa miaka 21, kwa maana ya kwamba kutangaza kwa kusikika redioni 2021 ndo nimeanza. Na hii ilikuwa ni kwenye redio ya chuo ambacho mimi nilisoma. Kipindi hicho nilikuwa mwaka wa kwanza kama sio mwaka wa pili. Chuo gani kama unaweza? Ni Sauti ya Mwanza. Pale kuna redio inaitwa Radio Sauti. Hii ni ya chuo. Kwa pale mimi ndo nilianzia kutangaza mpira kabisa wa kusikika redioni. Lakini kabla ya hapo nilikuwa hata nikikuta watu wanacheza, mimi nilikuwa napenda sana kutangaza mpira. Kwa hiyo nilikuta watu wanacheza hivyo wamekaa, na hata wakati nipo chuoni nilishakuwa natangaza pia mpira kiwanjani, watu wanacheza, mimi naenda natangaza live pale na vitu kama hivyo. Lakini kuanza kabisa kwenye radio ilikuwa mwaka 2021 ndio nimeanza na Sauti FM. Baada ya hapo nilipomaliza, kabla sijamaliza nikawa natangaza pia TBC. Nikawa napata nafasi ya kuvolunteer mara moja wanapokuja kule Mwanza na mikoa ya Geita. Kwa hiyo nikawa nimekutana na watangazaji mbalimbali ambao wanakuja kule, kina Nazareth Upete, Oscar Urasa nikutana nao kule, Amos Shengoma wanakuja Geita na Mwanza, na mimi naungana nao natangaza kidogo hivyo na hivyo kama sehemu ya kujifunza zaidi. Hiyo ilikuwa ni 2022 ndo nimeanza kutangaza TBC. Hivi kutangaza ni kipaji au ni lazima pia ukasomea? Mimi naamini ni kipaji. Kutangaza mpira huwezi kusomea sehemu yoyote, kwa sababu hakuna chuo ambacho kitakufundisha kutangaza mpira tunatangaza hivi. Hicho chuo sijawahi kukisikia. Lakini ukienda chuoni kuna maarifa pekee ambayo unaongezewa namna gani ambavyo unaweza ukaifanya hiyo kazi yako. Sawa, wewe ni mtangazaji lakini pia unafuatilia wachambuzi ambao tuko nao hapa Tanzania. Kumekuwa kuna kauli za kwamba mchambuzi hujacheza mpira, unawezaje kuchambua? Nataka nijue kutoka kwako, unaamini zaidi kuchambua ni lazima uwe umecheza mpira ama kuchambua pia ni sehemu ya kipaji kama ambavyo umezungumza? Wako wengi sana ambao wanacheza mpira alafu hawajui kuchambua. Kwa hiyo kuchambua mpira sio lazima uucheze. Kuchambua mpira ni kipaji kinachokuwepo ndani yake, lakini pia na elimu ambayo mtu unaweza ukaipata. Pia ni ufuatiliaji wa vitu ambavyo uko navyo, namna ambavyo unaweza ukapangilia fakti zako na kukichambua kitu na kutoa maelezo kamili. Ndio hivyo ambavyo unaweza ukachambua mpira, si lazima usomee. Hapana. Sawa, kuna vijana wengi ambao wanatamani sasa kuwa kama Issa Suleimani. Nataka kujua kwako ni ngumu kiasi gani kusimama mwenyewe ukaamini kwamba anaweza kufanya 1, 2, 3 na ukafanya na kitu kikaonekana kwa macho ya wengi. Kwa hiyo nataka ni ushare na vijana ambao labda wanakusikiliza kwa hivi sasa. Ni ngumu kiasi gani kufika hapo ulipo hivi sasa? Ugumu upo kwenye maisha, hakuna kitu chochote ambacho ni rahisi.
lakini tunaishi tukiwa na ndoto ya kwamba siku moja tutakuja tufanikiwe kwenye kile ambacho tunakitaka. Ziko nyakati ambazo utakatishwa tamaa kwenye maisha, hiyo ipo sana, lakini kikubwa ni kujua kitu gani ambacho wewe unakitaka kwenye maisha yako. Kwa hiyo kikubwa ni mtu kujiwekea malengo. Mimi nina malengo, baada ya miaka fulani niwe sehemu fulani. Baada ya hapo kuwa tu na subira, kwa sababu kila kitu kinahitaji subira, lakini jitahidi pia uweze kujituma kwenye kile ambacho unakifanya. Muombe sana Mungu, lakini pia amini ya kwamba ipo siku hiyo itawezekana. Mimi naamini ukiwa na vitu hivyo vinne na ukawa unapambana na maisha yako, naamini kila kitu kinawezekana. Sawa, umekuja sasa Azam Media, tunaelekea kwenye kombe la dunia. Tutegemee nini kutoka kwa Issa Suleiman, ukizingatia pia umegusia swala la watangazaji ambao ni wakongwe hapo? Nini ambacho kinazungumza kwa Issa Suleiman kuelekea kombe la dunia, lakini pia na michezo pamoja na ligi mbalimbali ambayo inaonyeshwa kupitia Azam Media? Sema ukweli, moja ya kitu ambacho nilikuwa na ugwadu nacho ni pamoja na World Cup, lakini siwezi kusema kwamba watu wategemee kitu gani, kwa sababu unajua siwezi kufanya mpaka nipewe nafasi. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba kama nitapata nafasi, na mimi nitafanya vizuri nikipata nafasi, lakini kwa sasa viongozi wao ndo wanajua kila kitu. Kwa hiyo pale ambapo nitakuwa napata nafasi ya kufanya, na mimi nitafanya kwenye ubora wake. Sawa, tunazungumza mengi kutokea hapa Azam Media. Bado naendelea kuzungumza, ligi yetu inaelekea mwishoni sasa. Karata yako unaitupa kwa nani? Nani ambaye unamuona na nafasi ya kuwa bingwa, lakini pia kwenye hizi mechi ambazo zimesalia tutegemee kumuona Issa Suleiman kwenye hizi mechi ambazo zimesalia akitangaza? Of course, nimetangaza pia ligi. Tangaza mechi ya Singida na Mtibwa. Baada ya hapo nimefanya mechi nyingi sana za Ulaya. Nimetangaza mechi ya Real Madrid na Real Oviedo, FC Barcelona, Deportivo Alaves. Wiki hii pia na mechi nyingi. Nimetangaza pia mechi ya Bayern Munich. Tangaza pia na mechi nyingine na mechi ya ipi tena naisahau. Kuna mechi moja nimetangaza pia of course ya Al Nassr na Al Hilal ya Saudi Arabia. Kwa hiyo ligi bado ipo, mimi naamini bado, na huko kwangu msimu naamini japo unakwenda mwishoni, lakini bado haujaisha pia. Inawezekana pia nafasi ipo, naweza nikatangaza pia. Nafasi yako sasa unaitupa wapi? Kwa maana nani ambaye unampa nafasi kubwa ya kubeba ubingwa, lakini pia ukiangalia ushindani ambao upo kwenye ligi yetu, kwa kuzingatia hilo, nani ambaye unampa nafasi zaidi ya kuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kugusia CRDB ya kwamba uchokozi hiyo? Hapana, ni mtazamo wako. Ndio unachokizungumza ni kile ambacho kunakiona. I say kwenye ligi kuu kwa sasa Yanga anaongoza kwa alama 2 Yeah. Na vita kubwa saizi ya ubingwa ni ya Simba na Yanga. Mimi naona kama ni 50-50. Naona 50-50 kwa sababu Simba sasa hivi Simba kwa sasa anaonekana kuwa bora sana kwenye mechi zake ambazo yuko nazo, kwa maana ya kile kiwango ambacho anakionyesha hivi karibuni. Amekuwa akionyesha kiwango kizuri sana, lakini pia aina ya mechi ambazo yuko nazo ukiziangalia kwenye msimamo ama kwenye ile fixture yao, mechi zinazokuja ni ngumu kuona mechi gani ambayo anakwenda kudondosha alama. Yaani hiyo ni ngumu kama unakwenda kupima kuhusu hiyo. Lakini ukitazama pia Yanga namna ambavyo inacheza sasa hivi, na ukiangalia mechi zake ambazo zinakuja, inabidi acheze na Azam, inabidi acheze na JKT ugenini, inabidi acheze na TRA United, inabidi acheze na Mashujaa ugenini. Hizi mechi 4 ziko zote. Kwa hiyo unaweza ukaona lolote linaweza kutokea. Ndio maana nikakwambia kwangu mimi naona ni 50-50, lolote linaweza likatokea. Lakini siku zote bingwa mtetezi huwa anapewa nafasi pia ya kufanya vizuri. Yanga ndio bingwa mtetezi, pengine yeye anaweza kuwa na nafasi pia ya kuweza kufanya vizuri. Nilikuwa namsikia hata Ahmed Ali wakati anazungumza, anasema
tunaziona alama 2 zilizobaki, lakini hizi alama ni nyingi sana, kwa sababu anayeongoza ligi pale sio TR United, anayeongoza ligi pale ni Yanga, na yeye anajua namna gani ya kuzicheza mechi za mwisho kuelekea kwenye huu ubingwa. Kwa hiyo bado ubingwa ni mzito sana kuweza kuutabiri haraka haraka, lakini nafasi pia unaweza ukaitoa kwa Yanga, na hata Simba pia wanao nafasi ya kuchukua. Sawa, stori kubwa bwana kwa hivi sasa ni goli la Chama. Tipo si mwamba Lusaka. Najaribu kuvuta taswira, ungetangaza ile goli kwako ingekuwa ni kwa namna gani, lakini pia nataka uzungumze kwamba kwa kwako ukitazama ni goli la namna gani, linastahili kweli kuwa goli bora la dunia kama ambavyo inazungumzwa? Waliolitangaza lile goli mimi naamini wamelitendea haki sana. Kwa hiyo haina haja ya kuzungumza kuhusu hilo, lakini kwenye lile goli wakati mgeni wetu wa Tanzania amekuja ameonyeshwa pia goli lile,